Dynamo, kwa mambo uliyozungumza kwenye chombo cha habari ni mambo yanasikitisha sana. Kwa kweli wewe huwezi ukasema ni msanii mkubwa alafu ukakaa kwenye chombo cha habari unaizungumza serikali, wakati serikali inawatendea wasanii mambo mazuri. Kama wewe huyaoni, wenzako wanayaona. Kama wewe huoni mema na mazuri ambayo serikali inawatendea wasanii, basi wenzako wanayaona. Leo hii, kwanza zamani kulikuwa hamna chombo cha BASATA ambacho kinaangalia mambo ya wasanii kwa undani na kwa ukaribu, chombo ambacho kimeungana na serikali. Lakini serikali kwa sasa imeweka chombo kinachoitwa BASATA na kimeungana moja kwa moja na serikali, kwa maana kwamba BASATA ni serikali, ni chombo ambacho kinaangalia maslahi, kinachoangalia maslahi ya wasanii. Lakini leo unasema serikali haiwathamini. Serikali imefanya mambo mengi sana, inabeba majukumu ya wasanii sana, mpaka baadhi ya wasanii ambao ni wachekeshaji sasa hivi ni mamilionea. Ni maslahi gani mnataka mpate nyinyi? Ni mamilionea wasanii wachekeshaji. Sasa hivi wasanii wa Bongo Flava ni mamilionea. Hivi wanataka kuniambia wewe wakati wako na wakati wa wasanii uliopita, wakina Juma Nature, wakina Temba, wakina nani, wakati wako na wakati wake wa Harmonize, Rayvanny, wakina Nandy, kina Zuchu, ni wakati gani mzuri ambao wasanii wamenufaika? Niambie wakati ambao wasanii wamenufaika kama si wakati wenu nyinyi. Si ni maslahi ambayo namna serikali imejenga, ikawasaidia, ikawawekea sawa maslahi yenu? Wewe mbona ni mtu unafanya kama ni mtu ambaye unakufuru neema ambayo umefanywa unatendewa na serikali? Wewe ni Mange Kimambi unaishi Tanzania. Na niambia serikali itambue kwamba wewe ni Mange Kimambi unaishi Tanzania, sio yule Mange Kimambi anaishi Marekani. Kwa sababu wewe ni mtu ambaye huna wema, huna fadhila. Atahaddathu bi ni'matillahi shukuru. Kuizungumzia neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kushukuru. Ukizungumzia neema ya serikali iliyowafanyia pia ni kushukuru. Wewe ni mchache wa fadhila, huna fadhila wewe. Nataka nikukumbusha kitu kimoja. Ni mambo mangapi ya kitaifa yanatokea na wewe uhudhurii? Ni mambo mangapi ya kitaifa yanatokea na wewe auhudhurii? Kwenye kumbukuzi ya kifo cha John Pombe Magufuli, wewe hukuonekana, na ilikuwa ni jambo kubwa. Hilo lilikuwa ni jambo kubwa la kihistoria, kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyewahi kuwepo na akatangulia mbele ya haki, kumbukuzi yake wewe hukuwepo. Lakini alionekana Harmonize akiwa kwenye daftari ya kisaini, alikuwepo Rayvanny na wasanii wengine wote, lakini wewe hukwenda. Niambie, kwenye msiba wa aliyekuwa waziri wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aliyekuwa waziri Lukuvi, wewe ulikuwepo kwenye msiba? Mbona kwenye misiba ya kitaifa ambao ni waliokuwa viongozi wa kiserikali uhudhurii, huendi? Lakini wewe unataka uthaminiwe vipi? Kwenye misiba huendi, wanaokufa viongozi wa serikali? Au nikukumbushe jambo lingine. Baba Levo hana elimu yoyote, hakusoma. Si kwamba ni mburumuvu ama kwamba hapana. Yaani darasa la 7. Tena inaweza kuwa ni darasa la 7 failure. Darasa la 7 failure, lakini kachukuliwa kawa mbunge. Wewe ndio ulimpeleka bungeni? Si ni serikali imethamini mwana familia wako aliyejaribu? Kwani unafikiri serikali haijui kama yule alikuwa hana uwezo? Hujui? Unafikiri serikali haijui kama yule alikuwa wapi? Sasa alikuwa chawa wako, akiwa ni mwana familia wako, lakini serikali imembeba. Kumbeba ni kukuthamini wewe Dynamo. Unataka kuthamini vipi? Au unataka na mama yako pia aenda akawe bungeni, awe waziri ndio uone imekubeba? Wewe vipi wewe bwana? Mbona wajitoa akili bwana Dynamo? Mbona wajitoa akili? Hivi kwa unaweza kudiriki ukakaa kwenye chombo cha habari ukaanza kuzungumza, ukizungumza serikali kabisa wewe? Kama umefikia hatua hiyo ya kuizungumza serikali vibaya kwenye chombo cha habari, basi kwenye vikao vyako na rafiki zako tujue unaiua sana serikali. Unaizungumzia kwa mabaya sana serikali wewe Dynamo. Hufai kabisa wewe. Wewe unataka uthaminiwe vipi bwana? Mbona ubebeki? Mbona upendekwi bwana?
Na ningekuwa karibu yako unaulizwa maswali kama unajibu, haki ya Mungu ningekulamba ngumi, ningekupiga ngumi, ungekuwa mpaka sasa hivi hospitali. Una maana bwana. Una akili kabisa wewe. Na ndio maana siku zote nikisema nasema una chuki na Dynamo. Na chuki gani na Dynamo anapunga na kuzungumza upumbavu kama huu? Mimi siwezi kuwa na urafiki na mtu anayezungumza upumbavu. Mambo unayozungumza ni wewe peke yako, si wasanii wamekubalia. Yaani unazungumza kana kwamba unazungumza kwa niaba ya wasanii, wakati wasanii wote wanaona wema na mazuri ambayo serikali inatenda. Wewe tuna akili zako, ukishabuya madude yako huko, akili na kuruka, ushapiga vitu vyako. Achana nayo madude, Mwenyezi Mungu ameyaharamisha. Mungu ameharamisha madude, unaona kuyabuya ya nini bwana? Achana nayo, yana kutoa akili. Mimi mwenyewe nimewahi kukusaidia. Sishangai hilo wewe kuizungumza serikali vibaya na imekusaidia. Mimi mwenyewe nishawahi kukusaidia sana tu. Na sijawahi kusema mbele za watu. Leo nasema ukweli. Nimewahi kukusaidia lakini ukakufuru neema ambazo mimi nishawahi kukusaidia. Ni wangapi wamekusaidia wewe lakini uwabebi, uwakumbuki? Yaani wewe ni mtu mwenye roho mbaya sana wewe. Una roho mbaya sana. Umebebwa na watu wengi mpaka umefika hapo ulipofika. Mimi kwenye mchango wako wa muziki mimi nimo. Chief Kiumbe kwenye mchango wako yupo. Wapo kina wengi ambao sitaki kuwataja majina, lakini ubebeki wewe. Wewe ni mchache wa fadhila. Unakaa kwenye unakuizungumza serikali vibaya. Sasa hivi nikuulize swali lingine. Kipindi kile cha tarehe 29, kipindi cha tarehe 29 ukakimbia na familia yako. Waliokaa wakailinda mali yako isidhuriwe ni nani? Muulize Bilnas atakwambia. Bilnas kiduka chake kilikuwa barabarani. Lakini waliokaa wakailinda mali yako isidhuriwe ni nani? Kama sio serikali. Mbona unajisahau wewe? Una maana. Ndio maana siku zote nasema wasanii wanaofanya vizuri ni Harmonize, Rayvanny, hata Mbosso sasa hivi kimziki umfikii. Mbosso kimziki umfikii. Unamzidi tu mambo ya kipuzi kama hayo. Wasanii wengi sana Tanzania jamani, sio ulidanganya serikali sana ikakuamini kama msanii mkubwa. Msanii mkubwa hawezi kuongea upumbavu kama huu kwenye media. Msanii mkubwa hawezi akakaa kwenye kiti akazungumza upuuzi kama huo kwenye media. Hata kama ataona mapungufu hawezi kuyazungumza live akiwa kama msanii mkubwa. Wewe ni msanii mdogo ambaye unajijua, hata nikizungumza interview yangu haitofika mbali. Ndio wewe. Msanii mkubwa hawezi kuzungumza upuuzi kama huu. Msanii mkubwa analinda heshima yake na serikali. Msanii mkubwa analinda heshima yake na wananchi na mashabiki zake. Una usanii mkubwa gani? Msanii mkubwa sasa hivi ni Harmonize. Msanii mkubwa ni Rayvanny. Mimi mwenyewe ni mkubwa kuliko wewe. Mimi ni mkubwa kuliko wewe Dynamo, na kuchana ukweli wallahi. Mimi ni mkubwa kushinda wewe.